Panawanya saembia more. Asanteni sana kutukaribisha hapa siku ya leo. Na leo ni siku ya mgeni wetu wa heshima Dr. Fred Matiang'i. Mimi nimekuja nyumbani tu nimkaribishe. Yeye kwenye baraza la mawaziri ndio mwenyekiti wetu wa ile kamati inayosimamia maendeleo ya serikali kuu. Na tumekuja leo tuangalie maendeleo ya kaunti yetu ya Trans Nzoia. Pesa karibu bilioni 20 imeingia hapa kwetu kutengeneza barabara zetu, na nashukuru mbunge wenu ametaja zile barabara zinajengwa hapa Cherang'anyi na hata Trans Nzoia nzima hadi kule Swam Border barabara iko inawekwa lami, hadi Kolongolo pale walikuwa hawajaona lami kwanza, lami ya kwanza iko inaingia huko kwanza. Na sisi leo tumeangalia miradi hii yote tukiwa serikali kuu. Tangu asubuhi tumekuwa na serikali ya county, Governor Haemba na timu yake yote. Tumeangalia mambo ya uwanja ndege. Tunataka kabla mwaka huu kwisha ndege zianze kuja hapa Kitale direct kutoka Nairobi. Hatutaki wewe uende Eldoret uchukue saa 1:30 ndio ukuje Kitale. Kutoka Nairobi hadi Eldoret dakika 30. Kutoka Eldoret hadi Kitale karibu masaa 2. Kutoka hapa Kisumu airport hadi Kitale zaidi ya masaa 2. Hiyo inatunyima watalii na investors ambao wanatakiwa waje waweke pesa hapa kwa kaunti yetu. So huo mradi unaendelea na tumesema lazima ukamilike kabla mwaka huu kwisha. Kando na ndege kuja hapa, pia tunataka gari la moshi liingie Kitale. Kitale lijulikana kama mwisho wa reli. Kuna watoto wamezaliwa hapa hawajaona gari ya moshi, kweli si kweli? Sisi tukiwa shuleni gari ya moshi ilikuwa inaingia Kitale, tulikuwa tunaita Kitale mwisho wa reli. Hii italeta maendeleo. Sisi tukiwa gala la Kenya, mambo ya vyakula na kupata soko kupitia ile trade tutafungua tena. Ndege kuja hapa tufungue mambo ya horticulture. Hii italeta utajiri mwingi hapa kwetu. So hiyo ndio kazi kubwa imetuleta hapa siku ya leo. Na sio hiyo tu, pia tuna miradi ya maji. Kutoka Kiptogot kwenda Kolongolo tuko na mradi mkubwa 1.2 billion. Nilikuwa hapa juzi na waziri wa maji. Mradi huo kufika mwezi wa 6 unakamilika. Mradi wa pili ni ule wa Kabolet, na tutakuwa tunarudi hapa tena na waziri Matiang'i na waziri wa maji Cecily Kariuki ili kuweka phase 2 ya maji ya Kabolet. Na tuna maji mengi sana pale. Hiyo itadouble maji kwa watu wa Cherang'anyi, sababu Kutunya amekuwa analia sana, anasema ninyi mnachukua maji Kabolet na watu wa Cherang'anyi hawakunywi hayo maji. Sasa tunataka phase 2 address that issue. Watu wa Cherang'anyi munywe maji, tuwe na maji ya kutosha mji wa Kitale hadi kule town ya Kiminini. Mradi wa tatu ni ule wa Mosongo. Nikiwa waziri wa maji tulikuwa tumeanzisha miradi hii. Wa Kabolet umeiva, ule wa Mosongo ndio bado. Sasa sababu niko na chairman wangu hapa, tukirudi tuna mkutano siku ya Ijumaa na waziri wa maji kufast track huo mradi wa Mosongo water project. Watu Elgeyo Marakwet wanywe maji safi, Wasinigishu wanywe maji safi, na hayo maji ya Mosongo yaingie hapa Cherang'anyi, Trans Nzoia County. So hiyo ndio kazi imetuleta hapa, na sisi mambo yetu sio siasa, ni kuchapa kazi tu. Nishukuru mjumbe wenu huyu Joshua Kutunya. Kama kuna mtetezi ambaye amesimama na wakulima wa mahindi Kenya hii ni Joshua Kutunya. Yeye na ndugu yake Tiren na mzee wetu Noah Mahalang'ang'a Wekesa. Sijui kama umeona huyu mzee wetu, wacha simame muone. Wacha huyu mzee, sababu yeye ni kama baba yetu hapa Trans Nzoia. Mzee Noah, kuja mbele tu. Huyu mzee akiwa chairman
wa ile grain reserve na Kutuny na Tireni walishikana wakapigania wakulima wa mahindi kabisa. Kwa dakika moja tukaribisha waziri, sababu wewe ni mzee wa area. Basi hii ni nafasi ya kipekee sana. Waziri Eugene ndio angekaribisha mgeni wa heshima, lakini kupeana mzee kama mimi nafasi hiyo, this is a great honor. Na ninatumia nafasi hiyo kusema tu maneno mawili kwa kijana yangu ambaye ni kiongozi Kenya mzima, Fred Matiang'i. Mimi namuelewa Fred Matiang'i sana. Wakati tulikuwa tunaunda National Rainbow Coalition, yeye alikuwa anafanya na American Embassy, na alituletea mawaidha makubwa sana wakati tulikuwa tunatafuta umoja ya kuleta vyama pamoja ili tupate president. So Fred Matiang'i hata mambo ya coalition anajua sana hata kuliko mimi. Kwa hivyo mimi nataka kumpongeza yeye. Kati ya kazi yake ambayo iko nayo Kenya mzima, amepata nafasi ya kukaa na sisi for a whole day. Alianza Kitale town, amekutana na watu wengi na ako hapa sasa. Mimi nasema thank you for coming kuangalia maneno ya maendeleo hapa Trans Nzoia. Neno la pili, nataka kupongeza mbunge wa area hii kwa kutuletea waziri. Sio kutuletea waziri peke yake, mawaziri kuwa na sisi siku ya leo. Kutuny mimi nimefanya kazi na yeye, na kiongozi shupavu. Tunamuombea mengi, aendelee kusaidia watu wa Trans Nzoia. Neno la mwisho, Kutuny alisema ati yeye ndio anajua nani atakuwa president wa Kenya. Lakini Wakenya wote wanajua kuna mtu mmoja tu ambaye anajua nani atakuwa president, na huyo anaitwa Noah Mahalang'ang'a Wekesa. Si mnajua hivyo? Basi nataka kusema hivi, nyinyi wengi hamjui ni sababu gani handshake ilikuja, lakini mimi na wazee wengine tunaelewa. Post-election violence tumekuwa naye miaka mingi sana. Nakumbuka mimi nilileta hapa Mwai Kibaki akiwa president wa Kenya hii. Tukaona watu hapa Piripiriet 30,000 people, wengi wao wakiwa wa Kisii. Kulikuwa na wengine Kitale town, wengine Endebess. Handshake ni kusema ya kwamba mambo kama hayo haitutaki tena. Kwa hivyo nataka kuuliza Wakenya ya kwamba msichukulie handshake iwe kitu ya watu wawili, ati ni president wetu Uhuru Kenyatta na Raila. Hii kitu inaenda kusafisha mabaya ambayo tumekuwa nayo miaka mingi sana. Mwisho nikimaliza, Mheshimiwa Matiang'i, mimi niliunda chama hiki cha Jubilee, na kuna watu wengine waliharibu mambo kidogo, sitaka kusema hapa, lakini Jubilee ilikuwa na msimamo mwema. Sasa mimi naona kama kuna watu wengine wanaharibu Jubilee ile ambayo mimi na Kiraitu tuliunda. Nataka kusema tukielekea 202 tuwe na coalition ambaye italeta watu pamoja. Mawaidha yangu kama mzee ambaye nimepewa mambo ya coalition ni ya kwamba tukienda kwa hii election as KANU, as Jubilee, as Wiper, as Ford Kenya, hatutafaulu.
mimi niko tayari kufanya hiyo kazi ambayo najua ya kuunganisha. Nina siri fulani ambayo nikikaa na viongozi wengine tutaunda coalition ambayo itawezesha watu kuchaguliwa rahisi sana kuliko mambo ambayo nimeanza kuona. Wale ambao walikuwa wanakuja kwa karibu na president wanaanza kusosana tena. Mimi nina dawa ya hiyo. So mheshimiwa, nataka tu kutumia nafasi hii kwa sababu Eugene amenipatia nafasi, na mimi nikualike wewe kama baba yako kuja kuzungumzia watu wa Trans Nzoia. Sisi wote tuko hapa kutoka area hii ya Trans Nzoia yote. Makofi kwa mzee Noah. Si mzee ameomba kazi? Si umesikia anaomba kazi? Na kwa taaluma yeye ni daktari wa wanyama, lakini Mungu amembariki amekuwa ni daktari wa vyama. Sasa ile kazi anaomba ako na experience ya kutosha. So mzee, huo ujumbe Waziri Matiang'i nami tutafikisha kule Nairobi to the right ears. So sitaki niseme mengi, nilikuwa naongea mambo ya mahindi na mzee Joshua Kutuny Tiren, na iko mtu mwingine anaitwa Kipkorir Arap Menjo. Huwa tunamsikia kule, hata juzi nimesikia analia eti bei imeshukishwa ya mahindi. Na hapa wengi ni wakulima wa mahindi. I'm happy that ndugu Tiren ameconfirm hapa, naye ni mtetezi shupavu, ndio sababu bunge nzima la Kenya yeye ndiye amepewa wenyekiti kusimamia ile kamati ya kilimo, kutetea wakulima kwa mambo ya mahindi, mambo ya mbolea, mambo ya mbegu, and he has confirmed ya kwamba the issue ya bei ya mahindi kubadilishwa imerekebishwa na itaendelea vile ilikuwa imewekwa hapo mbeleni na Mheshimiwa Rais. So hiyo nataka ni washukuru na niseme tuna sifa kubwa sisi kama Trans Nzoia kuwa ndio gala la Kenya. When we are talking about food security in this country, Trans Nzoia ninyi mnachangia pakubwa mambo ya chakula, mambo ya mahindi, na tuna sifa nzuri sana. Lakini leo asubuhi tukiwa na Waziri Matiang'i, nimesikia tumepata sifa nyingine ambayo sio nzuri sana. Nimeshangazwa wakati waziri amefika kupewa brief ya kwamba watoto wetu wengi wamepata mimba za mapema, na Trans Nzoia ndio mnaongoza, over 10,000 watoto wamepata mimba. Hiyo sio record nzuri kama mtu wa Trans Nzoia. Before I speak as a leader, I must say that is a dubious record ambayo lazima tuikatae. Wacha tujulikane kwa kulisha Kenya. Yaani sisi ni watu wa mahindi, sisi ni watu wa ugali. Isiwe ya kwamba labda hiyo ugali ndio inaleta nguvu nyingine ya kuharibu watoto. Hiyo lazima tuchunge, na waziri leo ako hapa mwenyewe atawaeleza vile ametoa amri na vile imepangwa. Nasi sote we must work together to ensure that that situation is rectified. Mwisho ni shukuru MCAs wetu, sababu Trans Nzoia County Assembly ilikuwa amongst the top 10 counties kupitisha mswada wa BBI. Makofi kwa bwana speaker na MCAs wetu hapa. Na Joshua Werunga speaker wetu aliongoza MCAs wakapitisha mswada huu. Sasa mpira Joshua Werunga amepeana pass kwa Joshua Kutuny, yeye naye aingie bunge na wenzake pia wafanye hivyo hivyo. Munaunga Mheshimiwa Kutuny mkono? Aende pia apitishe hiyo kitu bungeni na wenzake. Basi Joshua Kutuny, kazi kwako na wenzako. Joshua Werunga amemaliza yake, and we wish you well. Na nieleze tu kidogo kwa nini ni muhimu iwe ya kwamba hii BBI inapitishwa. Trans Nzoia County, munakumbuka tulikuwa na mswada wa kupunguza mzigo. Nashukuru tena viongozi wetu wa County Assembly yetu walikataa huo mswada. Mswada huo ulikuwa unapendekezwa tupunguze constituencies. Kama ni Trans Nzoia, eti tungerudi tuwe vile tulikuwa hapo zamani,
constituency ilikuwa mbili. Wale wazee mko hapa kama kina Noah Wekesa. Tulikuwa na Kitale West ya Wamalwa Kijana na Kitale East ya Masinde Muliro. Wakati huo representation ya Trans Nzoia, Mkalenjin hakuwa na nafasi. Ukiangalia Msabo wote hakuwa na nafasi. Ndio sababu wakati tumepata constituencies zingine zikawa 5, tunafurahi kusikia Mkalenjin ako na nafasi, Muliro ana nafasi, Msabo juu Mlimani ana nafasi. That is who we are as Trans Nzoia. We must have an inclusive county ambayo kila jamii munapata nafasi. Na ndio sababu nashukuru hapa nikiona yule mbunge wa ward hii ni Mkisii. Hatuna ukabila Trans Nzoia na tunakataa siasa itakayotugawanyisha kwa misingi ya kikabila. Tunataka siasa ya kuunganisha, sio kutenganisha jamii. And that is what BBI is about. Na hizo constituency ambazo zinaongezwa 2 sasa, vile mmeelezwa, zitaongeza more resources. Mimi nikiwa mbunge nilikuwa napata 56 million. Joshua Kutunyi huyu alipata pesa kidogo kama hiyo. CDF imeongezeka sasa, wanapata over 100 million. Tukiongeza constituency ya pili, Cherengani should be number 1 to be considered for a second constituency. Sababu najua historia yetu vile imekuwa tangu nyakati za Muliro na Kirwa, Munandi na Muluya kusukumana kwa hii kiti ya Cherengani. Hii kikatwa sasa, hiyo kitendawili itakuwa imeteguliwa. Cherengani will be the biggest beneficiaries and you deserve to be the first to be considered for a second constituency. Sijui kama tunakubaliana hapo jamani. So mtu asije hapa Cherengani akuambie kataa BBI. Atakuwa anakuambia kataa constituency ya pili, kataa milioni ingine 100 ambayo itakuja kuongezea ile 100 ya Kutunyi. Ile italeta basi zingine, zingekuwa basi 14 Cherengani leo, ziko 7. With BBI mutakuwa na more money. BBI pia italeta more resources to the county, 35%. Mimi nashangaa kuna watu wanasema eti hao wana support Big 4 agenda lakini hawa support BBI. Mtu akikwambia hivyo jamani, haelewi the meaning of BBI. Big 4 agenda, mamlaka tuliopea counties ni majukumu yaliyogatuliwa, ndio Big 4. Kilimo imegatuliwa, mambo ya afya yamegatuliwa, mambo ya nyumba na mipango ya miji yamegatuliwa. So when we are talking about BBI, bringing more resources to the counties, we are talking about giving counties more capacity as partners of national government to deliver the Big 4. So hawezi sema ati Big 4 ndio priority yetu, BBI sio priority. Then you don't understand. Because BBI will enable us to deliver on the Big 4 agenda. The handshake, vile mzee Noah amesema, ndio imeleta amani, imetuliza nchi. Sasa mimi na Matiang'i kama mawaziri, yeye akicoordinate national government Kenya nzima, mimi nikisimamia mambo ya ugatuzi. Kuna sehemu za nchi singeweza kwenda kama waziri. Nimekuwa Kisumu jana, nilikuwa nikifika Kisumu wanasema NASA Wamalwa, NASA Eugene. Ilikuwa ngumu nifanya kazi yangu, lakini sababu ya handshake mimi na Matiang'i tunaweza enda all 47 counties na tuchape kazi vile tumechapa Trans Nzoia siku ya leo. So nasema asante Mheshimiwa Matiang'i, karibu. Leo ni siku yako, njoo usalimu watu wako. Asante DJ.